Matukio hayo yote yametokea ndani ya wilaya ya Tabora, ambapo katika kipindi cha siku hizo 20 kuanzia Disemba 26 mwaka jana, mwili wa kwanza mwendesha pikipiki ulikutwa katika mtaro kata ya Malolo na mwili wa pili ulikutwa kwenye msitu wa Matitumbi kata ya Tumbi ukiwa umefungwa kamba kwenye miguu na mikono, mithili ya tukio la leo. Hapa tunazungumza ndugu, jamaa na rafiki wa marehemu aliyefahamika kwa jina la Hamisi Ngosha, mwendesha pikipiki ambaye mwili wake umekutwa katika makaburi ya Miemba kata ya Malolo hapa Tabora mjini, huku pikipiki yake ikiwa haionekani. Mimi Ngosha namfahamu kwa sababu tulishawahi kukaa naye nyumbani akiwa msaidizi wa kazi za bustani ya babangu mdogo zaidi ya miaka 4. Nimepigiwa tu simu ya ghafla tu na mama yangu, kaniambia bwana Ngosha amefariki, ila wamemuua. Kwa upande wa katibu wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora Bwana Doto Mwamtuya, akiwa nje ya chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, ambapo mwili wa marehemu umehifadhiwa hapo kwa ajili ya taratibu nyingine za uchunguzi, anaelezea tukio hilo na kutoa kauli yake kwa maafisa hao. Tulichokiona Tumbi ndio tulichokiona leo katika makaburi ya Miemba pale. Marehemu kwa kweli kakutwa kafungwa kamba miguuni pamoja na mikononi, alafu wamemlaza juu ya kaburi. Kuna vitu viwili ambavyo tunakuwa tunavisema mara kwa mara. Yaani unapofika usiku, hakikisha wewe afisa usafirishaji usiruhusu kubeba mtu zaidi ya mmoja. Yaani usibebe mishikaki. Kwa sababu matukio kama haya yanaendana na watu wanaokuwa wanabeba mishikaki. Hata hivyo, kwa njia ya simu tumemtafuta kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi wa polisi Konstantini Mbogambi, na swali letu kwake ni upi msimamo wa polisi kufuatia mwendelezo wa matukio haya. Kwa hiyo sisi kauli yetu ni kwamba tutaendelea kupambana usiku na mchana na wahusika mpaka tuhakikishe kwamba nao tumewatia nguvuni ili waweze kwenda mbele ya sheria. Na kamanda Mbogambi, ni hatua gani za kisheria kama jeshi la polisi mnaendelea nazo kuhusu matukio ya miili ile mingine miwili iliyopita? Uchunguzi unaendelea na mwisho wa siku hao waliohusika tutawatia nguvuni. Mwili wa marehemu Hamisi umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete kwa ajili ya taratibu nyingine za uchunguzi. Kutoka hapa mkoani Tabora, Apollo Benjamin, ITV.